serikali yoyote duniani haiwezi kuajiri watu wote wanao graduate katika nchi husika. Nchi zilizoendelea na zinazoweza kuwa na uwezo wa kutoa ajira ni family project, wale ambao wamehamasisha miradi ya kifamilia. Haya mnayoyaona watoto wakiambiwa juu ya miradi na wameambiwa juu ya nguzo mojawapo walionayo, nimependa nguzo mbili, ni pamoja na hiyo ya Mungu, of course ningeipenda kwa sababu ni mchungaji, lakini mbili zaidi nilizozipenda mimi hapo ni hiyo ya maadili, lakini hiyo ya ujasiriamali, uwezo wa kujitegemea ambao ni wa kila mtu hapa duniani. Na family project yoyote au mradi wowote wa kifamilia ukiendelezwa unaleta impact kubwa sana kwenye maisha ya kawaida. Na kwenye family project, kwa mfano katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo serikali imeweza kuajiri almost watu 700,000 mpaka sasa tunavyozungumza hapa. The rest ambao wanaenda mamilioni ya watu ambao wanahitaji ajira, most of them wanapata riziki kwenye miradi ya kifamilia. Ni kampuni ya mtu fulani ameajiri wachache, na Msuya naye ameingia kwenye grupu ameajiri watu 35, ametupunguzia watu 70. Oh my God, wamenikosoa hapa, ni watu 70, watu 70. Basi nikushike mkono, ile sala Baba yetu uliye mbinguni, utupe mkate wetu wa kila siku. Umeweza Baba, Mungu akubariki sana. Kama umeniondolea watu 70 wanakula, jina la Bwana libarikiwe. Pigieni makofi mengi kabisa, haleluya. Na kwa nini nazungumza juu ya family project? Ninaomba sana kila hata kama ni mradi wa bodaboda, hata kama ni genge la nyanya, usilidharau. Na ningeomba ninyi wahitimu mmepata A, ngojeni niwaambie, sawa, na mnatakiwa kwenda na form 5 na 6 na A tena na chuo kikuu, mfike mahali mpate madigrii ya kutosha. Lakini mjue jambo moja, darasani kuna formula ya pai mara kipenyo mara kitako mara mzingo. Duniani mkija hamkuti hiyo. Waulizeni wazazi wenu, tulisoma sana tukagerimesha sana tu, lakini tuliporudi duniani tafuta pai. Wewe ulifaulu pai, nitafute pai kule mtaani sasa kama utakutana nayo mahali. Wanafunzi wetu wanapata fursa ya kujifunza kwa vitendo kuhusu kilimo, ufugaji, uzalishaji hata chakula kwa ajili ya wanyama. Tunaendelea kukuza shughuli za bustani, mifugo na miradi mingine ya uzalishaji. Lengo ni kuwajenga wanafunzi kimaarifa kwa ajili ya ujasiriamali, kujitegemea na kuelewa thamani ya uzalishaji katika uchumi wa taifa. Pili, tumeanzisha na tunaendelea kuimarisha programu ya muziki. Kama mlivyoona, tunaamini vipaji vya wanafunzi ni sehemu muhimu sana katika maendeleo yao. Kupitia darasa la muziki, wanafunzi wanapata nafasi ya kujifunza kuimba, kupiga ala mbalimbali za muziki pamoja na kukuza vipaji vyao. Muziki pia unawasaidia kujenga nidhamu na kujiamini na uwezo wa kufanya kazi kwa pamoja. Tatu, tunazidi kujenga mazingira bora kwa both walimu na wanafunzi. Tunaamini kwamba mazingira mazuri ya kufundisha na kujifunza ndio msingi wa mafanikio ya elimu. Kwa sababu hiyo, tunaendelea kuboresha miundombinu yetu ya shule, kuanzia vyumba vya madarasa, maabara pamoja na mazingira ya kazi kwa walimu ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi mkubwa zaidi. Mbinu ya uuzaji, usimamizi wa fedha na ujasiriamali ili kuwawezesha kuona kilimo kama fursa rasmi ya kujiajiri na kuajiri wengine kama mtaala mpya ulioboreshwa unavyojieleza sanjari na sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 ambalo linatutaka tuwaandae vijana ambao wanajiajiri, wanaweza kujiajiri wenyewe na si kutafuta ajira. Taaluma bora. Nguzo zilizotutangulia zinaazinisha nguzo hii kwa pamoja zinatupa mafanikio bora ya kitaaluma,
tokea wahitimu wa mwaka 2018 hadi sasa tumekuwa shule bora kiwilaya na kati ya shule bora kabisa kimkoa na kitaifa.